Habari na karibu tena katika ufunuo wa ufunuo, njia ya unabii ya Biblia inayofikia kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alan Duble, na ukipata kitu kutoka kwa mafundisho yetu, kumbuka kupenda, kushiriki na kusajili, na usisahau katika kisanduku cha maelezo chini ya kila mafundisho. Tuna njia zingine 10 za kutafsiri lugha ili kurahisisha kushiriki na familia na marafiki kote ulimwenguni. Kwa kusema hivyo, nitakuthibitishia zaidi hapa leo kwamba ufunuo wa nani, injili zinazozungumza naye na miaka 14 ni kweli kabisa. Lakini nitafanya hivyo kwa kukuonyesha nusu ya kwanza ya dhiki na uhusiano wake katika injili ya Marko, ambayo ni miaka 7 ya kwanza ya mihuri na Agano la Kale. Muunganisho ni jambo la ajabu sana, na tutalielekeza na kulionyesha hata katika kitabu cha Ufunuo. Hivyo shikilia vizuri hii. Inakuwa ya kufurahisha sana unapofahamu mambo haya, unapofahamu kwamba mwisho wa siku kweli, kama Paulo alivyotuambia katika Wakorintho wa pili sura ya 12, ni kipindi cha juu na miaka 14. Hiki ni kipindi cha siku 50. Hii ni hotuba ya Luka. Inaanza na kabla ya dhiki, halafu kuna miaka 7 ya mihuri na miaka 7 ya tarumbeta. Marko ni miaka 7 ya mihuri. Kitabu cha Mathayo ni miaka 7 ya tarumbeta. Kabla ya trib, katikati ya trib, la kurudi kwa Bwana baada ya dhiki yote yanatuonyesha hapa katika unabii uliojaa ufunuo. Hilo Paulo anazungumzia anapokuwa na mazungumzo haya hapa katika Wakorintho wa pili sura ya 12. Kwa hivyo kumbuka hili. Kama wewe ni mgeni katika hili, rudi nyuma na uangalie baadhi ya mafundisho yaliyopita. Tumekuwa tukichambua hili kwenye chaneli yetu kuu, huduma iliyofichuliwa, kwa zaidi ya miaka 8, mamia na mamia ya mara. Sawa? Kwa hivyo, na usisahau, nisipotaja sura niliomo, angalia tu kulia na utaona. Kwa hivyo, tukiwa na hilo akilini, tukikumbuka kwamba inakwenda Luka, kisha Marko, kisha Mathayo. Sio tu kuhusu injili ya Mathayo ambayo kanisa linayo, bila kujua kwao, wakiwa wamechanganyikiwa kwa sababu hawakuwahi kuelewa injili za Marko na Luka, na walikuwa wakizungumza na nani? Ukishaielewa unaiela. Anasoma Luka kabla ya dhiki hapo juu. Marko miaka 7 ya mihuri, katika mwaka wa 7 wa mihuri, umati mkubwa wa watu wa katikati kuelekea unyakuo, na kisha miaka 7 ya baragumu, na mwanzoni mwa mwaka wa 7 wa baragumu, mwaka wa 14 wa dhiki, Bwana anarudi miguu yake chini kwenye mlima wa Mizeituni na kushughulika na maadui wote na shetani wakati huo, na kuahidi itafungua kila kitu mara tu utakapoelewa. Kwa hivyo wacha nikuonyeshe haswa ninachozungumzia hapa katika injili ya Marko, na hasa katika hotuba yake katika sura ya 13. Sawa, unaona katika mstari wa 8, taifa dhidi ya taifa, ufalme dhidi ya ufalme. Hii hapa ni maelezo ya mwanzo wa miaka 14 kwenye mpanda farasi mwekundu, wakati upanga mkubwa unatolewa na wanaanza kuuana wao kwa wao. Kipindi hiki kitadumu kwa takribani miaka 2 hadi chukizo la uharibifu lililonenwa na Danieli likiwa limesimama mahali lisipostahili. Kuna sababu kwa nini ni tofauti na injili ya Mathayo ambapo inasema amesimama mahali patakatifu, kwa sababu katika baragumu, katikati ya baragumu, hekalu litajengwa upya. Lakini katika Marko, hekalu ni Wakristo ambao hawakuweza kwenda kabla ya dhiki, hawakuwa tayari, hawakuwa ndani ya Kristo kikamilifu, hawakuwa wanatazama na kuomba, wakitafuta kwa bidii na kuchunguza. Sawa, lakini kwao itakuwa ni paradiso. Na kinachotokea ni kwamba wakati huu wa chukizo la uharibifu ndipo mnyama anapata nguvu zake kwa miezi 42. Unaona, hakuna kutajwa kwa Kristo wa uongo au manabii wa uongo katika sehemu ya kwanza ya dhiki. Sio mpaka chukizo la uharibifu linapotokea na maelezo ya jinsi mambo yatakavyokuwa mabaya wakati huu. Kisha katika mstari wa 22 ndipo unapata Kristo wa uongo na manabii wa uongo. Hiki ndicho tunachozungumzia. Unaona, huu ndio wakati katika Ufunuo sura ya 13 ambapo mnyama anapata nguvu zake kwa miezi 42. Inasema anaendelea kwa sababu tayari alikuwa hapa, lakini hakuwa rasmi mnyama bado. Sawa, alikuwa sehemu ya mfumo, lakini bado hakuwa rasmi mnyama. Ndiyo maana inasema hivyo, na nguvu alipewa ili aendelee. Miezi 42 kabla ya hapo hakuwa na nguvu hizo kama mnyama. Huu ndio wakati anapopata nguvu kwa miezi 42.
Huu ndio wakati katika mafundisho ya Marko sasa wanakimbilia nyikani, na tazama, ni nani mwingine anaonekana? Mnyama mwingine anayejitokeza ni nabii wa uongo katika mstari wa 11 wa Ufunuo 13. Hivyo basi, hapa kuna mnyama na nabii wa uongo katika Ufunuo 13, wakati ambapo mnyama anapata nguvu hizi kwa miezi 42. Na ninaeleza kwenu kwamba hii ni sawa na Marko sura ya 13 baada ya miaka miwili, na baada ya takriban miaka miwili ya vita kuu ya tatu ya dunia. Na hii ndiyo chukizo la uharibifu ambapo wanatakiwa kukimbilia nyikani. Sawa, basi hiki ndicho tulichokiona sasa hivi. Katika mstari wa 22 una makristo wa uongo na manabii wa uongo wakitokea wakati huu wa kukimbia. Unajua nini kitatokea baadaye? Unakumbuka miezi hii 42? Unakumbuka nilisema ningekuthibitishia hilo hata katika Agano la Kale. Kwa hivyo hiyo ina maana kwamba kuna takriban miaka miwili ya vita vya kidunia vya tatu, na kisha wanakimbilia nyikani wakati mnyama anapopata nguvu zake. Nguvu hiyo ni miezi 42. Kwa hivyo ni wakati gani wa mwaka watakimbilia nyikani? Inaeleweka. Miezi hii 42 inaanza lini? Inaanza kiangazi, baridi, masika au vuli? Inaanza lini? Tunaweza kukuthibitishia kwamba inaanza wakati wa masika, kwa sababu inaonekana katika mfano wa kinabii kwenye Agano la Kale. Tazama kinachotokea katika Marko sura ya 13 kwenye lile chukizo la uharibifu walipokimbilia nyikani. Tunajua ni Ufunuo 13 ambayo inasema itakuwa kwa miezi 42. Na unajua katika hadithi ya Musa na Waisraeli walipokuwa Misri na kisha wakakimbilia nyikani. Kumbuka, ilikuwa wakati wa Pasaka ya Bwana. Walifanya Pasaka, na siku iliyofuata tarehe 15 ya mwezi wa kwanza mapema walikimbia. Sawa. Ninajuaje kwamba hii ni picha ile ile ya kinabii ya wakati? Naam, tazama hili katika Nambari sura ya 33 kuanzia mstari wa 3 inasema, wakaondoka Ramesesi mwezi wa kwanza, siku ya 15 ya mwezi wa kwanza, siku iliyofuata. Baada ya Pasaka, wana wa Misri walitoka kwa nguvu mbele ya Wamisri wote. Sasa kumbuka kilichotokea. Sasa wanaenda nje nyikani. Samahani, wanaenda nje nyikani. Na je, umewahi kusikia haya hapo awali? Wanapokimbilia nyikani huenda kwenye vituo 42. Umewahi kusikia hivyo? Wanaenda katika maeneo 42 tofauti. Inaitwa vituo 42 vya jangwa. Unaona hivyo? Kuna nafasi 42. Walikaa nyikani walipokimbia. Unadhani hiyo ni kwa bahati tu, au unafikiri Bwana anatuambia jambo linalohusiana na kukimbia? Hiyo ndiyo miezi ya kwanza. Hiyo ndiyo miezi 42 wakati wa hotuba ya Marko walipokimbilia nyikani. Miezi 42, vituo 42 jangwani walipomkimbia Farao, aina ya mnyama wa mwisho wa siku. Je, huo si ujinga? Miezi 42 ni sawa na vituo 42, ambayo ina maana katika hotuba ya Marko wanapokimbilia nyikani, wanakimbia wakati wa Pasaka. Unaona, wanakimbia wakati wa Pasaka, na itakuwa kwa miezi 42. Mpaka lini? Naam, katika unabii ni nini kilitokea? Au katika historia, katika uainishaji, ni nini kilitokea kwa Musa mwishoni mwa vituo hivyo 42? Au nini kingekuwa sawa mwishoni mwa mihuri? Ingekuwa Musa anakufa. Kwa hiyo ulikuwa na Musa aliyekufa, halafu nani alichukua nafasi yake? Basi Musa alipokufa mwishoni mwa Kumbukumbu la Torati sura ya 34, kitabu kinachofuata na sura inayofuata ni Yoshua sura ya 1. Na Mungu akamfanya Yoshua sawa, mmoja wa mashahidi wawili, akamuongoza kuwavusha hadi nchi ya ahadi. Jina lake ni Yoshua mwana wa Nuni. Yoshua mwana wa Nuni ndiye atakayewavusha Yordani hadi nchi ya ahadi. Ujue picha ya Joshua ni ya nani? Kila mtu anafanya hivyo. Yoshua ni picha ya kinabii ya Yesu Kristo akija mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri. Na angalia inavyosema,
Ukienda kwenye Nambari sura ya 13 inasema kabila la Efraimu ambaye ni Hosea mwana wa Nuni. Efraimu. Kwa hivyo Bwana atakapokuja mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri atakuja kama Masihi Ben Ephraim, ambaye Wayahudi wamekuwa wakimngojea mfalme huyu mshindi anayekuja. Unaona, angalia inavyosema. Musa alibadilisha jina lake katika mstari wa 16 wa Nambari 13. Ilisema, haya ndiyo majina ya watu waliotumwa na Musa kuipeleleza nchi. Na Musa akamwita Hosea mwana wa Nuni, tazama huyu Yeshua, Yoshua, Yeshua. Je, unajua kwamba neno hili Yoshua, Yeshua linatumika mara 2 tu kati ya mara zote ambazo jina la Yoshua linatumika? Moja ni maelezo tu ya kila mmoja wa watu, na lingine lilikuwa wakati Musa alipobadilisha jina lake. Musa alipobadilisha jina lake. Na unajua jina la Yoshua linamaanisha nini? Yehova ndiye wokovu, Mungu ndiye wokovu. Yoshua ni picha ya kinabii ya Bwana akija mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Naam, nadhani nini? Ukienda kwenye Marko sura ya 13, unajua unachokiona katika Marko sura ya 13? Inasema, lakini katika siku zile baada ya dhiki hiyo, wakati jua litakapokuwa giza na nyota za mbinguni zitakapoanguka, huu ndio mwisho wa muhuri wa 6. Inasema, ndipo watakapomwona mwana wa Adamu akija mawinguni. Neno hili mawingu, neno hili linaingia, ni neno ndani. Kumbuka, katika Mathayo, katika King James inasema neno ndani, lakini sivyo. Ukienda kwa Strong's ni neno linalofaa. Kwa hivyo, hili ndilo neno. Bwana akija katika mawingu mwishoni mwa muhuri wa 6. Na angalia kitakachotokea. Anapokuja mwishoni mwa muhuri wa 6, inasema kwamba ni siku na saa ambayo hakuna mtu anajua. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu baada ya miezi 42 tangu alipokimbilia nyikani, kama vile vituo 42 vya kukimbia, mpaka Musa anapokufa na Yoshua, Bwana ni wokovu, yaani Masiha Ben Ephraim anakuja mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri, mwishoni mwa miezi 42, na itakuwa katika siku na saa ambayo hakuna mtu anayejua. Unajua kwamba siku na saa ambayo hakuna mtu anayejua ni sikukuu ya tarumbeta. Iko wakati wa vuli kwa sababu ni sikukuu ya siku 2. Hawajui ni siku gani wataona mwandamo wa mwezi. Siku na saa ambayo hakuna mtu anayejua ni sikukuu ya tarumbeta. Basi itakuwaje ikiwa inaanza karibu na Pasaka, wakati wa masika, na inadumu kwa miezi 42? Unaishia kwenye siku na saa ambayo hakuna anayejua katika kipindi hicho cha majira ya vuli. Unaona jinsi hiyo inavyofanya kazi? Miezi 42 huanza katika majira ya kuchipua, miezi 42 huisha wakati wa vuli, na ni wakati wa kuja kwa Bwana pamoja na mlima Sayuni wa mbinguni. Kwa sababu kama unakumbuka, kundi la katikati ya tribu linaenda wapi? Wanaenda paradiso. Kwa hivyo Bwana atakapokuja kama Masihi Ben Efraimu, kama Yoshua Yeshua, ambaye atawapeleka katika nchi ya ahadi, umati huo mkubwa wa makabila ya kati utaenda paradiso, mahali alipoenda kuandaa. Atawapokea kwake na kwa wengine. Wayahudi na Waisraeli wa asili watarudi katika nchi ya Israeli. Je, huo si ujinga? Iko hapo hapo. Hii ndiyo sababu ina nguvu sana unapoelewa ukweli wa miaka 14 na kwamba ni Luka, kisha Marko, kisha Mathayo. Unapoelewa kwamba tofauti katika injili za muhtasari ni ufunuo wa unabii, kila kitu huanza kufunguka. Unaona, ni Bwana akija mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri. Hapa katika Ufunuo 6 mstari wa 16, wakasema kwa milima na miamba, tuangukieni na kutuficha kutoka kwa uso wa yeye aketie juu ya kiti cha enzi, na kutoka kwa ghadhabu ya mwana-kondoo, kwa maana siku kuu ya ghadhabu yake imekuja, na ni nani awezaye kusimama? Wakati huo, kumbuka, miezi 42 ilikuwa ni mnyama na nabii wa uongo. Katika mafundisho ya Marko hakukuwa na mnyama wala nabii wa uongo katika nusu ya kwanza. Kisha mnyama anatokea na nabii wa uongo anatokea wakati wa kukimbia. Miezi hii 42 inaanza. Miezi 42 inapoisha ni mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri.
Bwana anatokea akiwa na milima Sayuni wa mbinguni, anawavusha baada ya kumshinda adui. Unaona? Na kisha utaingia katika miaka 7 ya tarumbeta. Naam, nini kitatokea Bwana atakapokuja mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri? Tuna fundisho lingine kuhusu hili, sivyo? Hapa ndipo Bwana anakuja na kuwaua zile pembe 10 na yule mnyama. Anapokuja kama mwanakondoo na Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, isipokuwa herufi moja kubwa L na moja kubwa K. Kwa sasa, kwa heri.